Mashindano haya ambayo leo tunatia saini yatafanyika kwa muda wa siku 28. Kwa kama kuna mtu alikuwa anafikiri ni tukio la siku moja, naomba nikubadilishie taarifa. Achana na siku moja, chukua hii ya siku 28. La pili, ndani yake tutakuwa na mashindano tofauti tofauti. Kwa mfano, kutakuwa na open ceremony, Miss World open ceremony. Kutakuwa na Miss World welcome dinner. Kutakuwa na Miss World talent final. Kutakuwa na Miss World charity dinner. Kutakuwa na Miss World fashion show na top model. Na kutakuwa na Miss World grand final. Kwa hiyo kwa maana nyingine kutakuwa na series of events ambazo zitafanyika ndani ya siku 20 ngapi? Kwa hiyo mwakani tuna mwezi mzima wa warembo. Jiandae kumfanya mkeo nawe awe mrembo ili tusaidie kushiriki kwenye mashindano haya. Ndugu zanguni, wenye hoteli, wenye migahawa, tukisema mashindano ya urembo, watu wengi wanahisi tu kama ni mtu kupita pale mbele. Fikiria mtu wa makeup aliyefanya kazi ya kumwandaa huyu miss. Fikiria mtu wa design ya nguo aliyoandaa hiyo nguo kumfanya huyu miss aweze kupendeza unavyomuona. Fikiria mtu anayeuza chakula. Fikiria utamaduni unaobebwa kwenye hilo tukio. Ukitazama vizuri utakuja kugundua inatubeba mpaka wenye hoteli kama hapa Hayati ambao tumepata fursa ya kuja kufanya mkutano wetu, na wao wataingiza pesa. Kwa hiyo Daktari Samia anayawaza maono makubwa ya kumtengenezea kila Mtanzania fursa ya kutengeneza kipato bila kujali. Wewe unaweza kudharau kazi ya kucha, lakini kwa taarifa yako kwenye mashindano ndio yaliyofanyika jana hapa, watu wa kucha nao wamekula hela. Uongo kweli? Sasa hii ni kazi ambayo rais wetu ameiwaza kuishusha na kuipeleka kwa kila Mtanzania aliyoko hapa. La pili ambalo lipo, mwakani tuna mashindano ya AFCON. Maana yake mashindano ya AFCON haya dunia yote itakuja Tanzania. Kwa hiyo unakuja aidha kwa kupenda mamisi au unakuja aidha kwa kupenda michezo, Tanzania huikwepi. Na kwa namna moja au nyingine ni waombe wa Tanzania, hasa wale ambao wanapenda kutumia mitandao ya kijamii kubeza nchi yao. Hivi fikiria Miss Julia ambaye ni mwandaaji wa Miss World Tanzania na ni duniani, kaona umuhimu wa kuchagua Tanzania katika nchi 54 za Afrika, kaiona Tanzania inafaa. Na sio tu kwamba inafaa ikiwa peke yake, tumeshindanishwa na nchi mbalimbali. Na hata ile gharama ya uandaaji, kuna nchi zimekuja na dau kubwa zaidi kuliko Tanzania. Lakini Miss Julia na timu yake wamekaa wakaangalia nchi yetu, wakaona utulivu wetu na amani yetu, wakaona vivutio tulivyokuwa navyo. Na ndio maana unaona tukio linachukua siku 28. Wewe ukiibeza nchi yako, wageni wanaoifurahia na kuona na fursa na ni nchi nzuri wanakushangaa. Ndugu zangu, umeona mashindano ya AFCON. Historia watu hawajajua. Serikali ya Tanzania ndio iliyoanza kuomba. Baadaye ikaonekana wawepo na watu wengine. Sisi ndio tumewakaribisha wengine. Hiyo pamoja ina maana Tanzania ndio champion wa mashindano ya AFCON. Lakini wewe ukikaa kuibeza wakati dunia inasubiri kuja kuiona Tanzania na kushiriki mashindano hayo, wanakushangaa wageni. Wewe ukiendelea kubeza mkutano kama unaokuja mwezi wa 10 kama sijakosea, Tanzania ita host mkutano wa IPU. Kila nchi duniani yenye bunge itatoa wabunge watano, zaidi ya wabunge 2000 watakuja Tanzania. Na kwa bahati nzuri wanakuja kwenye mkutano unafanyika Arusha. Kama wabunge wa mabunge yote duniani wanakuja Tanzania kuja kufanya mkutano wao, wameona Tanzania ni nchi bora, yenye utulivu, yenye vivutio na watu wakarimu. Wewe Mtanzania unavyoishangaa nchi yako na kuikosoa, wageni nao wanafanya nini? Wanakushangaa. Kwa hiyo niwaombe ndugu zanguni, hebu tujenge taswira na image ya nchi yetu. Leo hii tunaposikiliza na kuona ya kwamba Miss World inafanyika Tanzania, nchi 130, television zaidi ya nchi 100 zinaitangaza Tanzania. Wewe unapoichafua Tanzania, hao wote wanajiuliza kwani wewe ni Mtanzania? Na ndio maana inakuwa ni rahisi watu kuhisi ya kwamba wewe si Mtanzania na hauna maslahi ya Tanzania, kwa sababu unachafua nchi ambayo wageni wanatamani kuja kwenye nchi yako, na kubwa zaidi wanafanikiwa katika nchi ambayo wewe unaiona kama haina fursa.
Kwa kumalizia, ndugu zangu, nisiwachoshe, nawashukuru tena na nafahamu ya kwamba ndani ya mwezi huu, kama sijakosea, mwezi huu au mwezi ujao, kuna knockout ya mama. Ni mwezi huu? Mwezi huu mwishoni, eh? Yaani nchi ukiamua kutokufanikiwa ni wewe mwenyewe. Wewe fikiria, wewe mpira hujui kucheza, sawa? Kuimba hujui, sawa? Kwenye urembo haupo, sawa? Tunakubaliana tu. Hata kwenye kupigana ngumi na kwenyewe haupo, sawa? Basi twende. Lakini hata kurusha mkuki hujui, sawa? Basi tuachane na kitu. Kukimbia na penyewe hujui. Kuna mgogoro mahala. Tuachane na kitu. Hata kuendesha baskeli na penyewe fanya nini? Hujui. Okay, sawa, inawezekana. Hata wewe uliyezaliwa mikoa ya Pwani hii na Ziwa Victoria, Mwanza huko na Kigoma, hata kuogelea na penyewe fanya nini? Wewe unachojua kulaumu tu. Hebu tuione nchi yetu hii, kwa sababu kulima hujui, kupandisha watu mlima Kilimanjaro huwezi, kuwa tour guide huwezi, kuwa mpiga picha kama ndugu zangu hapa na penyewe huwezi. Yaani wewe unachojua peke yake ni kulaumu tu. Hebu na wewe chukua nafasi ya kujitafakari kwamba kitu gani unachoweza, ili na sisi serikali tuweke mkono wetu kukuwezesha, badala ya kuendelea kulaumu wakati wenzako wanafanikiwa. Leo hii Miss World aliyepatikana jana anatengeneza network, anakutana na mlembo wetu hapo kutoka Miss Africa ambaye anawakilisha Miss World, ambaye pia ni Ethiopia. Unajua Ethiopia ni nchi nzuri. Wanaume tunaelewana? Achana na Rwanda, yani naongelea Ethiopia. Unajua mimi wakati naoa Msigwa niliamua kutafakari, niliangalia hizi nchi. Kuna nchi 3 za kufikiria hapa Afrika. Na sisi mafunda nikiongea atanielewa. Ukishindwa kuielewa Ethiopia, unaweza kaielewa Rwanda. Ukishindwa kuelewa, unaweza kaielewa Eritrea. Kama ukishindwa, basi unaweza kaelewa kwa Wangaza. Sasa wewe unampata mlembo kama huyu kutoka Ethiopia. Anakuja na mlembo mwingine ambaye ametoka Thailand, anawakilisha dunia. Na wa kwetu, dada umetokea wapi? Kutokea? Umetoka, unaona? Wacha tupigieni makofi jamani. Lakini anawakilisha nchi yetu. Sasa fikiria, mashindano haya ya umisi yamemfanya yeye awe na network ya kutoka Ethiopia. Yamemfanya yeye awe na network ya kutoka Thailand. Huyu kufanikiwa kwake ni kurahisi kwa sababu nionyeshe rafiki zako unijue tabia. Kwa hiyo rafiki wanaweza kuamua pia tabia ya mafanikio ya sehemu ya maisha yako. Tafsiri yake ni kwamba kila mtu akiweka juhudi kwenye eneo lake ana uwezo mkubwa wa kufanikiwa. ST Bongo, nyumbani kwanza.